Karibu katika Genesis hadi Ufunuo. Mimi ni 17:16 Act12. Leo tunasoma kutoka 16 ambapo Mungu anawapa Waisraeli mana kutoka mbinguni. Lakini hii si tu hadithi ya ajabu, ni funzo kubwa kuhusu kutegemea Mungu na jinsi wanadamu wanavyopenda kulalamika badala ya kushukuru. Waisraeli wamekwenda siku 40 bila chakula cha kutosha na sasa wanaanza kulalamika. Mungu atajibu kwa njia ya ajabu, lakini atajibu pia na maagizo makali. Hebu tusikize. Kutoka 16:2-4 inasema, mkutano wote wa wana wa Israeli ukalalamika dhidi ya Musa na Haruni jangwani. Wana wa Israeli wakawaambia, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, tulipokaa kando ya chungu cha nyama, tulipokula mkate hadi tukashiba. Kwa kuwa mmetuleta jangwani hili ili mkutano huu wote ufe kwa njaa. Bwana akamwambia Musa, tazama, nitawanyeshea mkate kutoka mbinguni, na watu watatoka kila siku wakusanye wa siku hiyo hiyo, ili niwajaribu, je, watatembea katika sheria yangu au la? Huu ni uteuzi mkuu. Je, watategemea Mungu kwa kila kitu, au watajaribu kujihami wenyewe? Hebu tuangalie mambo matatu ambayo mara nyingi tunayakosa katika hadithi hii. Kwanza, Waisraeli walimlaumu Musa na Haruni, si Mungu moja kwa moja. Hii inaonyesha kwamba walijua kwamba walikuwa wanamlalamikia Mungu, lakini waliogopa kumkabili. Pili, mana ilipaswa kusanywa asubuhi na asubuhi. Hii ni funzo la kutegemea Mungu kila siku, si mara moja kwa wiki au mwezi. Tatu, Sabato ililetwa hapa kabla ya sheria ya Sinai. Aya ya 23 inasema Sabato ni pumziko takatifu la Bwana. Hii inamaanisha kwamba utakatifu wa Sabato haujakuja na sheria, ulikuwako tangu mwanzo wa dunia. Katika fungu hili tunaona mabadiliko makuu matatu ya kiroho. Ya kwanza hi kutoka utumwa hadi uhuru, lakini uhuru haumaanishi kutokuwa na mamlaka. Sasa wanapaswa kujifunza kutegemea Mungu kwa kila kitu badala ya wafarao. Ya pili hi kutoka chakula cha Misri hadi mana ya Mungu. Wanakumbuka nyama na vitunguu vya Misri, lakini Mungu anawapa chakula cha mbinguni ambacho ni bora zaidi. Ya tatu hi kutoka kulalamika hadi kujifunza kuamini. Kila siku ni fursa mpya ya kujifunza kutegemea Mungu. Mana haikuweza kuhifadhiwa, ilibidi wategemee kwamba Mungu atawapa tena kesho. Hii ni maisha ya imani halisi. Katika hali hii, wanyamapori wa jangwani walishuhudia kitu cha ajabu lakini cha kushangaza pia. Mnaona hii? Mungu anawanyeshea chakula kutoka mbinguni, lakini bado wanalalamika. Ni kushangaza. Sisi wanyamapori tunajua kutafuta chakula kwa bidii, lakini hawa wanadamu wanapewa bure na bado si wameshukuru. Kutoka juu ninaona utukufu wa Mungu. Lakini pia naona mioyo ya wanadamu, wamepewa baraka kubwa kuliko sote, lakini mara nyingi hawajui kuidhamini. Ni kweli. Mungu anawapa kila kitu, hata anawajaribu kujifunza kumtegemea, lakini wao wanataka njia zao wenyewe. Sasa tutumie hii katika maisha yetu ya leo. Kwanza, kama Waisraeli, mara nyingi tunakumbuka vitu vizuri vya zamani badala ya kuona vitu Mungu anatupa sasa. Pili, Mungu anatujaribu kupitia mazingira magumu ili kuona kama tutamtegemea. Kama mana, baraka za Mungu zinakuja kila siku, lakini tunapaswa kumtegemea kila siku, si mara moja. Tatu, kulalamika ni ishara ya kutokumshukuru Mungu. Badala yake, hebu tumuombe Mungu atupe mkate wa kila siku kama Yesu alivyotufundisha. Yesu alisema mwenyewe, mimi ndimi mkate wa uzima. Yule ajaye kwangu hataona njaa kamwe. Maana ilikuwa mfano wa Yesu, mkate halisi wa uzima. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka zote unazotupa kila siku. Tusamehe kwa kulalamika badala ya kushukuru. Tufundishe kutegemea wewe kila siku, kama Waisraeli walivyopaswa kufanya na mana. Tuongoe moyo wetu tuone kwamba Yesu ndiye mkate halisi wa uzima. Katika jina la Yesu, amina. Mungu anastahili sifa zote. Tutaonana katika kipindi kinachofuata cha Genesis hadi Ufunuo. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.